akubariki sana. Asante kwa kuwepo kwenye kipindi chetu cha pili, tukiendelea na mfululizo wa uchambuzi wa vitabu vya Biblia, tukitaka kuelewa simulizi kubwa ya Biblia, lakini namna gani kitabu kimoja kimoja kinachangia kwenye simulizi kubwa, na tukitaka kukielewa kitabu kimoja kimoja. Na Mungu ametupa neema ya kwamba tuko kwenye kitabu cha Obadia ambacho kina sura moja tu, na somo ambalo tunajifunza kutokea hapo linaitwa Ufalme ni mali ya Bwana, kuinuka kwa waokozi watoao hukumu. Na andiko letu mwongozo, andiko letu nanga, tunasoma Obadia sura ya kwanza na mstari wa 21. Neno la Mungu linasomeka hivi: tena waokozi watakwea au watapanda juu ya mlima Sayuni ili kuhukumu mlima wa Esau, na huo ufalme utakuwa ni mali ya Bwana. Tuombe. Baba, katika jina zuri la Yesu Kristo, ni heshima na upendeleo ya kwamba huyu Mungu mmoja wa kweli na wa pekee, muumba wa mbingu na nchi, eti uitwe baba yetu. Asante kwa kuturuhusu iwe hivyo kupitia zawadi ya mwanao Yesu Kristo. Na asante ya kwamba haukutuacha vivi hivi, umetujaza na Roho yako Mtakatifu, msimamizi na mtekelezaji wa ajenda ya ufalme duniani. Na vile vile umetupatia neno lako ili tuyajue mapenzi yako makamilifu. Na sasa mioyo yetu tunaiweka wazi sana ya kwamba neno lako lituchunguze, neno lako lituchambue, na neno lako lituelekeze namna ya kwenda. Na kabidhi kila mmoja anayetufuatilia ya kwamba atasaidika kutokea kwenye neno lako. Utachonga moyo wake, utampa kutubu na kukuelekea wewe, katika jina la Yesu Kristo, amen. Niwakaribishe, kama tunakumbuka kwenye kipindi kilichotangulia tuliwekeza muda kuweka msingi au taarifa za awali ili tuweze kuelewa somo hili na kitabu cha Obadia. Kwa tulipata muda wa kuelewa mambo kadhaa kama vile jina la Obadia, na tukaestablish ya kwamba hicho kitabu cha Obadia kimekusudiwa kwa ajili ya Waedomi, watu ambao wanatokana na mtu anaitwa Edom ambaye ni Esau, na tukaenda tukaangalia uhusiano kati ya Esau na Israel au Yakobo, na tukapata nafasi kuangalia mistari kadhaa. Tuliangalia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9, ambapo tuliona kile ambacho Mungu anatangaza kuwa ni hukumu ambayo inakuja juu ya Waedomi au juu ya Edom. Na kwenye siku ya leo Mungu ameturuhusu ya kwamba tutaangalia mistari kadhaa. Vile vile tutaangalia mstari wa 10 mpaka mstari wa 16, ambayo hii mistari inaeleza ni kwa nini, inafafanua ni kwa nini Mungu ametamka au ametangaza hukumu juu ya Edom, na hiyo hukumu inawapata Edom na Waedomi wote. Na sasa hapa tutaenda kuangalia kwa nini hiyo hukumu iwapate. Kumbuka tunaangalia vitabu vyote vya Biblia, tunataka tuone simulizi ya kitabu kimoja kimoja, halafu namna gani ina fit in kwenye simulizi kubwa ya ukombozi au simulizi kubwa ya kumfunua Mungu, simulizi ya Biblia. Kwenye mstari wa 10 na mstari wa 11 tutaisoma kwa pamoja. Mstari wa 10 mpaka mstari wa 11, neno la Mungu linasomeka hivi: kwa sababu ya udhalimu aliyotendwa ndugu yako Yakobo, aibu itakufunika, nawe utakatiliwa mbali, sio kwa muda fulani, hata milele. Siku ile uliposimama upande, siku ile wageni walipochukua mali zake, na watu wa kabila nyingine walipoingia katika malango yake na kumpa kura juu ya Yerusalemu, wewe nawe ulikuwa kama mmoja wao.
Sasa nataka tuangalie mstari wa 10 anasema kwa sababu ya udhalimu au dhulma au uonevu. Kwa hiyo hukumu ambayo Mungu anaitaja juu ya Waedomi au juu ya nchi ya Edomu, anasema ni kwa sababu ya dhulma, kwa sababu ya uonevu. Na huo uonevu anasema, anatumia hapa neno aliyotendewa ndugu yako. Nakumbuka tuliangalia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 25, inaonyesha Edom na Israeli ni ndugu, au nikitumia lugha hii, Esau na Yakobo ni ndugu. Anasema udhalimu aliyotendwa ndugu yako Yakobo. Udhalimu aliotendewa ndugu yako Yakobo. Kwa hiyo ndio sababu kubwa. Kwa nini? Kwa sababu kibiblia ndugu yako anapotendewa jambo la udhalimu au jambo baya au jambo ovu, kibiblia tunapaswa kuwepo, kusimama mahala pake, tunapaswa kusimama kwa ajili yake. Unaona kwenye kitabu cha Mwanzo kwa mfano, wale watoto wa kwanza kabisa, watoto Kaini na Habili, unaona baada ya ndugu kumuua ndugu yake, Mungu anauliza yuko wapi ndugu yako? Kwa nini? Matarajio ya Mungu ni kwamba kila mtu anapaswa kuwa mlinzi wa ndugu yake. Na sasa hii ndugu ambayo tunaizungumza hapa, kwanza ni ndugu wa kibiolojia. Yakobo na Esau ni ndugu wa kibiolojia. Kwa hiyo achilia mbali mambo mengine ambayo nitakuja kuyafafanua, lakini ile ya kwamba hawa ni ndugu wa kibiolojia, tayari anabeba wajibu wa kumlinda ndugu yake. Kwa moja ya dhambi au moja ya tatizo ni pale ambapo ndugu anakutana na mambo ya udhalimu, ndugu anaonewa, ndugu anafanyiwa uovu, halafu ndugu wa kibiolojia husimami, ndugu wa damu husimami mahala pake. Hiyo sio sawa sawa. Na neno la Mungu naeleza adhabu hii, ile very heavy adhabu ambayo tumeisoma kwenye siku ya kwanza, hiyo adhabu itakuja ni kwa sababu ya udhalimu aliyotendwa ndugu yako Yakobo. Sasa mimi nimefanya nini? Mimi nimekosea nini? Mimi sijamuibia, mimi sijamfanyia udhalimu. Anasema kwanza ni kwa sababu ya udhalimu aliyofanyiwa ndugu yako Yakobo. Unaona hawa ndugu wa kwanza kwenye kitabu cha Mwanzo, anauliza, je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Sasa anauliza hilo swali very rhetorical, kwa sababu huoni Mungu anamjibu ndio au hapana. Sababu ni kama anamwambia it's obvious, ndio maana nimekuja nikakuuliza. Ningeenda nikamuuliza mwingine kama angekuwa mwangalizi wa ndugu yako. Kwa hiyo wewe niliyekuja kukuuliza, wewe ndiye mwangalizi wa ndugu yako. Na mahali pengine ninaona wapi? Unaona wakati Biblia inasema Musa amepata umri wa utu uzima, ametoka kuangalia, Biblia inasema ndugu zake. Alivyoenda kuangalia ndugu zake, akakuta Misri anawatenda vibaya, anawaonea. Biblia inasema akaenda akamuua Misri. Alivyomuua Misri akamfunika, alafu akaondoka akijua ametenda jambo alilopaswa kutenda. Jambo gani? Kuangalia ndugu zake. Alivyoondoka siku nyingine ameenda tena kuangalia nani? Ndugu zake. Akawakuta wanagombana wao kwa wao. Akafika mara hii haendi kuua kwa sababu ni ndugu zake. Mara hii haendi kupiga mtu kwa sababu ni ndugu zake. Ila wakati ndugu yake anafanyiwa udhalimu, alienda akapiga. Sasa anaenda anazungumza kwa upole, ndugu zangu, mbona mnafanyiana hivi? Mbona mnatendeana hivi? Unakumbuka swali ambalo wale ndugu walimuuliza? Walimuuliza hivi, nani amekuweka kuwa mwangalizi au msimamizi juu yetu? Nani amekuweka uwe mwangalizi juu ya ndugu zako? Kwa hiyo unaona ni uelewa wa Musa ya kwamba anawajibu juu ya ndugu zake. Ni uelewa wa Ibrania wote ya kwamba kuna mtu anapaswa kuwa na wajibu juu ya ndugu zake, kuwaangalia ndugu zake. Na ukifuatilia throughout the Bible, hii shule ambayo inaitwa mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza kwa nini alikuwa anapata maradufu? Kwa nini alikuwa anapokea baraka maradufu? Kwa nini ilikuwa hivyo? Ni kwa sababu alikuwa na wajibu wa kuangalia ndugu zake.
Kwa alikuwa na sehemu yake na alikuwa na bajeti ya ndugu zake. Ngoja nikupeleke tena pengine. Pale msalabani, Yesu akiwa msalabani, theolojia iliyoko nyuma yake, Yesu akiwa msalabani, umri alioenda nao pale msalabani, technically kwenye jamii ya Kiyahudi ndio umri ambao kijana anapaswa kukabidhiwa majukumu ya kuanza kuangalia ndugu zake. Ni sawa na kusema kijana amefikisha miaka 18 kwenye jamii yetu ya Tanzania, ni kama anaweza akapiga kura sasa, ni kama anaweza akawa na leseni ya udereva, anachukuliwa kwa mujibu wa katiba, ni mtu mzima, anaweza akafanya yoyote anaweza kufanya, na hapo ndio anaweza akaoa. Sasa ndio umri ambao alienda msalabani. Akiwa msalabani, akiwa na mama yake pale na moja ya ndugu zake pale, anasema, mama, tazama mwanao. Afu anamwambia na mwana, tazama mama yako, au muangalie ndugu yako. Anamwambia mwana, mlinde mama yako. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimekufa. Mimi ndio nilikuwa na wajibu. Kumbuka Yesu ni mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo ilikuwa ni wajibu wake kiutamaduni kulinda mama yake. Na hiyo inaeleza mahali alipo baba yake. Inaeleza ama alikuwa amewaacha baba yake wa kibiolojia, ama alikuwa amefariki. Kwa hiyo kama baba amefariki, na it's safe kuassume hivyo, kwa sababu kwenye Mathayo inasema, nafikiri sura ya kwanza, naye Yusufu vile alivyokuwa mtu wa haki. Kwa hiyo Yusufu alikuwa mtu wa haki, kwa asingeweza kuabandon, asingeweza kuacha. Kwa hiyo maelezo mazuri ni kwamba alifariki. Kwa hiyo kama alifariki, maana yake wajibu wa kumwangalia mama ni wajibu wa mzaliwa wa kwanza. Sasa mzaliwa wa kwanza anakufa, yuko pale msalabani, ndio anamalizikia, anasema, mwana, tazama mama yako, au tunza mama yako. Kwa hiyo ukiangalia throughout the Bible, na hapo nimekatakata tu kwa sababu ukienda kwenye nyaraka zote za Paulo, unaona ya kwamba sehemu ambapo wajane walipaswa kutunzwa ni kwenye nyumba zao, sio kwenye jamii ya waamini, sio kwenye kanisa. Walipaswa kutunzwa kwenye nyumba zao, ndio wajane walipaswa kutunzwa, na anayepaswa kuwatunza ni mzaliwa wa kwanza. Sasa turudi hapa. Unaona ya kwamba kiutaratibu ni kwamba ndugu alipaswa kusimama kumlinda, kumtetea ndugu yake, na hakufanya hivyo. Kwa hiyo tu inatosha, achana na mengine aliyoyafanya, hiyo tu inatosha kuadhibiwa. Na hapa labda tunaweza kusimama kwa sekunde kadhaa na nihubiri kwa sekunde ya kwamba Mungu amekuweka na amekupa wajibu kuwa mwangalizi wa ndugu zako. Unapaswa kuwasemea ndugu zako, unapaswa kusimama mahala pa ndugu zako, unapaswa kuwalinda ndugu zako kwa nia na kwa tendo. Kwa nia, kwa neno na kwa tendo. Lazima uonekane una nia ya kuwalinda ndugu zako, useme unawalinda ndugu zako, utende unawalinda ndugu zako. Kwa utengeneze mazingira, unawajibu wa ndugu zako wa kibiolojia. Na baadaye tutakuja kuexpand, kuna ndugu zako ambao ni watu ambao unaishi nao, kuna ndugu zako ni jamii yako. Mungu ametuweka kuwa waangalizi wa ndugu zetu. Hatuwezi kusimama pembeni na kuona ndugu zetu wanatendewa udhalimu na bado tukasema tuko sawa. Hatuko sawa. Hatuko sawa kwa sababu kile walichotendewa ndugu zetu kitatutokea sisi, na kama si hivyo, vile vile tunavuta adhabu ya Mungu. Bwana Yesu na atusaidie sana. Bwana Yesu na atusaidie sana. Kwenye Zaburi sura ya 50 mstari wa 20 kuna neno la ajabu kidogo. Moja ya vitu mzaburi anasema umekaa na kumsengenya ndugu yako, na mwana wa mama yako umemsingizia. Kwa unaona, moja ya kitu ambacho hautarajii kufanya ni kumsengenya ndugu yako, na utarajii kumsingizia mwana wa mama yako. Kwa anasema kwa sababu ya udhalimu aliyotendewa ndugu yako Yakobo, aibu itakufunika. Hapo anasema nawe utakatiliwa mbali
hata milele. Sababu ni nini? Kwa sababu ya udhalimu aliyotendewa ndugu yako. Mstari wa 11 anasema, siku ile uliposimama upande, ulipopisha, siku ile wageni walipochukua mali zake na watu wa kabila nyingine walipoingia katika malango yake na kumpa kura juu ya Yerusalemu, wewe nawe ulikuwa kama mmoja wao. Sasa angalia anachokisema hapa, ulisimama upande. Edom, kilichotokea kwenye context hii, wakati sasa kuna maelezo mengi ambayo yananifanya nisiwe salama kitheolojia kusema exactly ndio shambulio hili, lakini kuna wakati walishambuliwa na Misri, kuna wakati walishambuliwa na Babeli. Wengine wanasema ni kipindi waliposhambuliwa na Babeli, wengine wanasema ni kipindi waliposhambuliwa na Misri, lakini vyovyote vile, wakati waliposhambuliwa, jirani wa Yakobo, jirani wa Israel, jirani wa sasa anasema Yerusalemu, alikuwa ni Edom. Kwa hiyo Edom alipaswa kuteremka kuja kumlinda, lakini Biblia inaonyesha ya kwamba kwenye siku hiyo Edom alisimama upande, alikaa pembeni, ya kwamba let it happen, acha yatokee, madam mimi ni salama, acha yatokee, acha uawe. Sasa anasema siku ile wageni walipochukua mali zake, huyu ni ndugu yake, walichukua mali zake, alafu watu wa kabila nyingine waliingia katika malango yake na kumpa kura juu ya Yerusalemu. Anasema wewe nawe ulikuwa kama mmoja wao. Nisikilize hapa, kuna tafsiri zangu mbili ambazo ni naweza nikafanya kama speculation. Moja ni kwamba ile ya kwamba hukwenda kumsaidia ndugu yako, basi uliwasaidia adui zake, kwa sababu ungeenda kumlinda adui zake wasingeweza. Kwa hiyo kutomlinda ndugu yako ni kuwawezesha adui zake, ni kuwajengea uwezo adui zake. Kwa hiyo hili jambo la kwanza. Lakini vile vile na sehemu zingine inaonekana ni kama namna hiyo, hasa kwenye mistari inayofuata, ni kwamba wewe nayo ulikuwa kama mmoja wao. Vile vile Edom alienda kuunga mkono adui wa Yakobo moja kwa moja. Mistari inayofuata nitakuonyesha aliwaunga mkono. Kuna vitu ambavyo alifanya, na kule mwishoni kabisa, baada ya kuwa wamechukua kila kitu, wale maadui wakaondoka, anakuja Edomu, anafuata nyuma, anakuja naye anapangusa kila kitu. Kwa hiyo Mungu anasema wewe nawe ulikuwa kama mmoja wao, wewe ni adui wa ndugu yako. Ndicho anachosema na Edom. Na hapa kuna mambo kadhaa ambayo tunaweza kujifunza. Jambo mojawapo ni hilo ambalo nimelisema, ya kwamba kutowalinda ndugu ni kuwaunga mkono adui wa ndugu, na ni jambo ambalo tunapaswa kujilinda nalo sana. Kwenye maombi kadhaa ambayo mzaburi anaomba sasa, sidhani kama alikuwa anaomba wakati huu au alikumbuka historia akaomba zaburi hiyo. Zaburi ya 137 mstari wa 7, katika hiyo zaburi anasema, Bwana, Zaburi 137 mstari wa 7, uwakumbuke wana wa Edom siku ya Yerusalemu. Nasikia maneno inaitwa siku ya Yerusalemu. Kwenye mistari inayofuata tutakuja kuiona hiyo siku ya Yerusalemu. Anasema waliosema, bomoeni hata misingini, bomoeni hata misingini. Ndivyo walivyosema. Na anasema walisema siku gani? Siku ya Yerusalemu. Na ni mambo ambayo tunapaswa kujiuliza. Ukiona Biblia imesema siku ya Yerusalemu, lazima ujiulize hiyo siku ya Yerusalemu ilikuwa ni siku gani? Inaweza ikawa ni Alhamisi, inaweza ikawa ni Ijumaa, inaweza ikawa ni juma ngapi, lakini hapa anarejelea tukio fulani la kihistoria, analiita siku ya Yerusalemu. So kwenye hiyo siku, kama hatutaona kwenye Obadia, basi tuone kupitia Zaburi ya kwamba siku hiyo wana wa Edomu walisema hivi, bomoeni, kwa sababu imewekewa alama ya mshangao. Kwa hiyo nimetamka sawa sawa, bomoeni hata misingini. Ndivyo walivyosema. Msibomoe tu kidogo, bomoeni kabisa.
na Mungu aepushie mbali ya kwamba wewe hautabeba tabia za wana wa Edomu katika jina la Yesu. Kwenye mstari wa 12 tutasoma, nitavichambua pamoja mpaka mstari wa 14 kwa sababu yote inabeba wazo moja. Anasema, lakini usiitazame, angalia, siku ya ndugu yako. Nakumbuka kwenye Zaburi 137 nimekuonyesha kitu kinaitwa siku ya Yerusalemu. Umeanza kuona anaita siku ya ndugu yako. Unaona, kwa uendelevu, kwa kurudiarudia, Mungu anaongea na Edomu kwenye ngazi ya kifamilia. Anamwambia huyu ni ndugu yako. Haongei naye kwa ngazi ya kitaifa, anaongea naye kwa ngazi ya kifamilia. Alafu hiyo siku inaanza kuitwa hivi, siku ya mashaka yake. Wala usisimange juu ya wana wa Yuda siku ya kuangamizwa kwao, wala usinene maneno ya kiburi katika siku ya shida yao. Nataka usikie inaitwa hivi, siku ya mashaka yake, siku ya kuangamizwa kwao, siku ya shida yao. Kwenye Zaburi 137 tulioangalia inaitwa siku ya Yerusalemu. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu kwenye mstari wa 13, then tutarudi wa 12. Usiingie katika malango ya watu wangu siku ya msiba wao, naam, usiyatazame mateso yao siku ya msiba wao, wala usitie mikono yako juu ya mali zao siku ya msiba wao. Angalia, siku ya msiba wao inarudiwa mara 3. Na hii ni siri mojawapo nitakwambia kwenye utamaduni wa Kiyahudi na waandishi wa Biblia waliotumia lugha ya Kiebrania. Ukiona neno limerudiwa na kurudiwa ni msisitizo. Kwa anaposema siku ya msiba wao, siku ya msiba wao, siku ya msiba wao, anasisitiza na anaonyesha uzito wa siku hiyo, na anataka msomaji uelewe kinachosemwa. Siku ya msiba wao, siku ya msiba wao, siku ya msiba wao. Anataka upate huo uzito ya kwamba hii sio tu siku nyingine yoyote, ni bloodshed, ni siku mbaya kabisa. Kwa hiyo basi, ukielewa uzito wa siku hiyo, urudi uelewe kwa nini anamnyeshea hukumu huyu mtu. Sio kwamba anamuonea kwa sababu ya uzito wa siku, halafu kuna kitu hakufanya. Anasema, lakini usiitazame siku ya ndugu yako, siku ya mashaka yake, wala usisimange juu ya wana wa Yuda siku ya kuangamizwa kwao, wala usinene maneno ya kiburi katika siku ya shida yao. Bwana Yesu na asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo anasema kwa sababu ya siku ya kwa sababu ya udhalimu uliotendewa. Lakini vile vile anasema hukuitazama hiyo siku. You didn't bother. Kutazama ni kama ambavyo nasema mama tazama mwanao, mwana tazama mama yako. Hukumlinda, hukuangalia, hukujisumbua. Lakini anasema ulisimanga, ulinena maneno ya kiburi kwenye siku ya taabu au siku ya msiba wao au siku ya Yerusalemu. Na hapa tutapause na kuhubiri kidogo. Mahala pengine unaona watu wanafurahia, watu wengine wanapoanguka. Ndio maana nasema usifurahi juu yangu, adui yangu. Moja ya kitu upaswi kufurahia ni anguko la ndugu yako, anguko la rafiki yako, anguko la mtu mwingine upaswi kulifurahia. Sasa huyu sio tu kwamba hakutazama hiyo siku hakujali, lakini vile vile alianza kumsimanga Yuda. Alianza kumnenea maneno ya kiburi. Sasa siyajui hayo maneno ya kiburi moja kwa moja kutokea Obadia, lakini kwa mwanga wa Zaburi 137 mstari wa 7 ninaweza nikaanza kuyaona hayo maneno. Anasema, Bwana wakumbuke wana wa Edomu siku ya Yerusalemu, waliosema bomoeni hata misingini. Kwa unaweza ukaanza kuona ya kwamba walisimanga, unaweza ukaanza kuona walinena maneno ya kiburi.
Sasa hayo ndio ambayo tunamulikiwa kama mwanga kwenye Zaburi, lakini vile vile tunaweza kutokea hapo kugundua ya kwamba kumbe walisimama pembeni na kusema, kiko wapi? Mnasema mna Mungu, mnasema Mungu yuko na ninyi, kiko wapi? Mnasema ninyi ni taifa ambalo Mungu ameweka agano na nyie, kiko wapi? Wakaanza kuwadhihaki, wakaanza kuwasema vibaya, na Mungu aepushie mbali ya kwamba wewe hautakuwa sehemu ya hayo. Anasema usiingie katika lango la watu wangu siku ya msiba wao, usiyatazame mateso yao siku ya msiba wao, wala usitie mikono yako juu ya mali zao siku ya msiba wao. Mstari wa 14, wala usisimame penye njia panda ili kuwakatilia mbali watu wake wakimbiao, wala usiwatoe watu wake waliosalia katika siku ya dhiki. Sasa kilichotokea, ili uweze kuappreciate mstari wa 14 kwenye muktadha huu, kilichotokea ni kwamba wakati maadui wanawafukuza Israeli au Yuda, wanawakimbiza, wanawateka, wanawaua, wengine walianza kukimbia. Sasa kuna njia ambazo ni za kukimbia, kutorokea. Alichokifanya Edomu, alienda kwenye zile njia na kuanza kuziharibu. Ni kama kusema kuna daraja afu akabomoa daraja. Kwa bakini muuawe. Angalia, anasema hivi, wala usisimame penye njia panda ili kuwakatilia mbali watu wake wakimbiao. Kwa kulikuwa kuna watu wanakimbia kujiokoa, lakini Edomu alichofanya, alienda kukata daraja, alienda kuzuia njia panda, akisema hapa mpiti. Na unaona ni tabia ya Edomu, sababu tuliona kwenye siku ya kwanza wakati wana wa Israeli wanatoka nchi ya Misri wanaingia kwenye nchi ya ahadi, kama unakumbuka, naamini mnakumbuka hivyo. Tuliona kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 20 mstari wa 14 mpaka 21. Unaona anaomba Israeli ya kwamba tunaomba tupite, alafu Edom anasema hamtapita. Anambia hatutafanya kitu chochote, anasema hamtapita. Anasema hatutakula chakula chako wala maji yako, hamtapita. Na kuishia tukisema hamtapita, akaenda akaanza kuwashambulia. Kwa hiyo unaona ni kama ni ugomvi wa kuanzia tumboni unaendelea. Na hapa kuna jambo nataka nikutazamishe. Kuna mambo mawili nataka uone. Kuna makosa ambayo tunaita ni makosa ya kufanya, ya kucommit. Kuna makosa ya kufanya. Unaona Edom ingetosha ya kwamba hajaenda yeye kuwavamia, kwa sababu hilo ni kosa la kufanya. Kosa la kufanya. Lakini vile vile kuna kosa la kutofanya uliopaswa kufanya. Yaani makosa mawili tofauti. Kwa hiyo kuna watu wengi wanaweza kusimama mahali wakisema, well, mimi kwa mfano nitakuonyesha kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu nasema usiue, haupaswi kuua. Kutoka sura 20 mstari wa 13. Usiue. Kwa hiyo ile kusema kwamba sijaua, ungeua, hilo ni kosa la kufanya. Kwa hiyo ile kwamba sijaua haikufanya kwamba uwe hujafanya kosa, kama hujafanya unachopaswa kufanya. Badala ya kuua, badala ya kuua unapaswa kupenda. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akasema sijaua, lakini ile ya kwamba hujapenda umeua. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana ukisoma kwenye nyaraka nyinginezo anasema mtu anawezaje kusema anampenda Mungu halafu anamchukia jirani? Sio anamuua. Kuchukia ni kinyume cha kupenda. Anasema ninampenda Mungu lakini simpendi jirani. Sio hata nimemuua, sio hata nimempiga, simpendi. Sasa ile kutompenda ni kosa la kutofanya uliopaswa kufanya. Kwa hiyo Edom mara nyingi mtego uliomnasa ni kosa la kutofanya aliyopaswa kufanya, sio hata kosa la kufanya. Ile ya kwamba alienda naye akaziba njia, alienda mbali sana. Alienda mbali sana. Lakini kuna vitu ambavyo Mungu anatutarajia ya kwamba
sio tu tusifanye, ila kuna vitu ambavyo tunapaswa kufanya. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kwa hiyo nikizungumza na jamaa ya waamini, nikizungumza na watu walio na imani yao katika Kristo Yesu, mpendwa, ile ya kwamba hauui, hauibi, sijui hautukani, haitoshi. Kuna vitu ambavyo unapaswa kutenda proactively. Kwa hiyo unapaswa kuvitafuta hivyo, na hivyo ni maagizo: pendaneni, karibishaneni, hurumianeni, ungamianeni, ombeaneni, na vinaendelea, one another. Hivyo vitu unapaswa kuvitenda proactively. Bwana Yesu na atukuzwe. Kwa hiyo mtego ndio ulimnasa Edom, na hiyo ndio sababu iliyopelekea ghadhabu ya Mungu juu yake. Sasa nionyeshe tena, labda wakati mwingine tutakapokuja kujifunza kitabu cha Mathayo tutakuwa tunamwangalia Yesu kama mfalme, lakini kuonyeshe, ukiangalia kwenye Injili ya Mathayo utagundua of course Yesu anatambulishwa kwenye Injili ya Mathayo kama mfalme, na kwa kuwa anatambulishwa kama mfalme anakuja na sheria. Anatangaza ufalme wake, afu anatangaza sheria. Sasa sina muda wa kwenda kuchambua kitu kimoja kimoja, lakini kwenye sura ya 5, kwenye kitu ambacho kinafahamika kama heri, kwenye mahubiri ya mlimani, anasimama na kuanza kutangaza sheria za ufalme wake. Anasema, heri wenye kitu hiki, heri wenye kitu hiki, maana itakuwa hivi. Heri wenye kitu hiki, maana itakuwa hivi. Heri wenye kitu hiki, maana itakuwa hivi. Alafu kwenye mstari wa 17 anaenda kuonyesha kwamba sijaja kutangua au kuvunja sheria, nimekuja kutimiza, au nimekuja kuongeza uzito. Bwana Yesu asifiwe. Alafu baada ya kusema hivyo, baada ya kusema sijaja kuvuruga sheria, anaenda mstari wa 21, na nataka tu hapa kutoa mfano. Anasema, mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Ni kweli mmesikia hivyo? Ndiyo. Sijaja kutangua sheria? Ndiyo. Mimi nimekuja kuestablish ufalme na sheria? Ndiyo. Bali mimi nawaambieni. Sasa kwa mtu ambaye anajua wewe ni bwana mdogo, huwezi kuja kwanza kusema wewe watu wa kale wameambiwa na Musa, na Musa aliambiwa na Mungu. Wewe ni nani? Hiyo ni anawatumia ujumbe, mimi na mamlaka ya kuboresha sheria au ya kuipeleka dimension nyingine. Anasema, bali mimi nawaambieni, kila amuoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu. Kila amuoneaye ndugu yake. Watu wa kale waliambiwa usiue, ila mimi nawaambia, ukiona hasira, wewe tayari imekupaswa hukumu ile ile ya watu wa kale ya kuua. Hasira ni tendo au ni hali ya moyo, ni hali ya ndani kabla haijadhihirika nje kama kuua. Kwa hiyo Yesu anachokisema ni hivi, watu wa kale walikuwa wanahukumiwa kulingana na matokeo ya nje. Hasira isingeweza kupimwa. Lakini mimi nawaambia, sheria nimeihamisha, utaratibu nimeuhamisha kutoka nje. Sasa hivi sheria inahukumu ndani ya moyo, inahukumu makusudio, mambo yaliyoko ndani ya moyo. Nachotaka kusema ni hiki ambacho nimekirudia hapa kusema, vitende vitu proactively. Watendee watu proactively. Penda, karibisha. Na anasema mkifanya hivyo mtajulikana kuwa ninyi ni wanafunzi wangu. Mstari wa 15 na mstari wa 16 ndipo ambapo tutahitimishia. Neno la Mungu linaanza kutambulisha siku nyingine tena. Tumeshaambiwa kuhusiana na siku ya ndugu zako, siku ya shida, siku ya mashaka, siku ya taabu, siku ya mateso ya Yerusalemu. Mstari wa 15 anasema, kwa maana hiyo siku ya Bwana i karibu juu ya mataifa yote.
Na sasa hapa kama ni hukumu tulikuwa tunaona juu ya Edom, na anasema juu ya mataifa yote, by implication inamaanisha inawezekana ni mataifa yote ambayo yalikuwa yanapingana na Yakobo au na Israel, lakini vile vile inaweza ikawa inamaanisha mataifa yote, kwa maana ya mataifa yote, Tanzania ikiwemo. Anasema siku ya Bwana i karibu juu ya mataifa yote, kama ulivyotenda ndivyo utakavyotendewa, malipo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe. Huyo ni Edomu anaambiwa na wale aliowasaidia. Kwa maana kama vile mlivyokunywa juu ya mlima wangu mtakatifu, ndivyo mataifa yote watakavyokunywa daima, naam, watakunywa na kubabaika, nao watakuwa kana kwamba hawakuwa kamwe, as if they were hawahi kuexist, hawakuwahi kuwepo. Sasa nataka uone kuna siku inatangazwa, inatajwa ya kwamba ni siku ya Bwana. Sasa hiyo siku ya Bwana kwenye shule ya majira na nyakati, hakuna siku ambayo inatokea tu ya kwamba kuna vitu tu, kuna siku tu imekuja. Ukiangalia kwa mfano kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 3, sura ya 3 mstari wa 1, anasema kuna jambo, ngoja tuangalie hapo sura ya 3 ili nisinukuu vibaya. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3 na mstari wa 1, anasema kwa kila jambo kuna nini? Majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Huwa napenda kugawanya hivi kwa sababu mimi ni mwalimu, kwa sangine huwa nachora. Upande wangu wa kushoto kuna kitu ambacho ningekiita majira na wakati. Upande wangu wa kulia kuna kitu ambacho ningekiita jambo na kusudi. Kwa nataka ujue kwenye majira na wakati kuna jambo na kusudi. Kwa hiyo hakuna majira na wakati, au hakuna siku, hakuna mwaka, hakuna wiki ambayo haina jambo wala kusudi. Kwa hiyo hii siku ya Bwana haipo tu. Hii siku ya Bwana ina jambo na kusudi lake. Sasa hiyo siku ya Bwana sio Alhamis, sio Ijumaa, sio Jumamosi, sio Jumapili, ila ni wakati ambapo mambo na makusudi yatakuwa yakitokea. Inaitwa siku ya Bwana. So to say, hauwezi kusema kwamba ninajiandaa sasa isije ikanikuta. Ni siku ambapo hilo kusudi na ayo mambo yataanza kuunfold. Na anasema kwenye hiyo siku ya Bwana ambayo iko karibu, kuna mambo yatatokea. Anasema kama ulivyotenda ndivyo utakavyotendwa. Hiyo ni siku ambayo ukiangalia kwenye neno la Mungu kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, inatokeza kwa pieces, inatokeza kidogo kidogo. Saa ingine inatokeza kwa mtu mmoja mmoja, anapokea ujira wake kwenye hiyo siku ya Bwana. Saa ingine kwa taifa linapokea ujira wake siku ya Bwana. Saa ingine kundi la watu, kila kundi la watu litakutana na siku ya Bwana. Na hatimaye kuna siku kubwa inakuja, inaitwa siku ya hukumu, ambapo Biblia inasema kwa maana Mungu ameweka siku atakaowahukumu walimwengu, atawahukumu walimwengu kulingana na matendo yao. Kitabu cha Matendo ya Mitume anasema zamani za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni. Kwa hiyo hatimaye hapa katikati kila mtu ataendelea kukutana na hiyo siku ya Bwana. Siku ya Bwana ataendelea kukutana na hiyo siku ya Bwana ikiwa imepozwa kutukumbusha kama kivuli ya kwamba siku ya Bwana inakuja. Na ile siku ya Bwana iliyo kuu kuliko hizi siku zote za Bwana inatisha. Hiyo siku ya Bwana iliyo kuu kuliko zote inaogofya. Hiyo siku ya Bwana ambayo iliyo kuu kuliko zote inatisha. Ni siku ambayo Mungu atasema ondoka kwangu. Ni siku ambayo Mungu ataanza kusema sikujui. Ni siku ambayo Mungu atakuwa amevaa quote and quote uso wa mbuzi, atasema sikujui, atakuweka pembeni. Utajaribu kusema yeye Mungu wangu, anasema no, sio sasa. Sio sasa. Watu watawekwa pembeni na kutakuwa na hukumu
ya mwisho ambayo itatolewa. Sasa kuna watu ambao husema ya kwamba kwa sababu ya huruma za Mungu hakuna siku kama hiyo. Actually, uwepo wa siku kama hiyo ni onyesho la huruma za Mungu. Kwa sababu Mungu ni mwenye huruma, atahukumu. Kwa sababu Mungu ni mwenye rehema, atahukumu kama sehemu ya kuonyesha objectivity ya rehema zake. Ataonyesha kwamba rehema zake ziko sawasawa, kwa sababu ameweka muda wa kuvumilia, ameweka muda wa kuhurumia, na kwa sababu watu hawakuutumia, atawaonyesha kinyume cha rehema zake, ili kuthibitisha ya kwamba kumbe alikuwa na rehema namna hii. Iko siku ya namna hiyo ambayo anasema malipo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe. Na hatimaye anasema nao watakuwa kana kwamba hawakuwa kamwe. Mwishoni mwa mstari wa 13 atahakikisha ya kwamba kile kiburi, yale majivuno. Usisahau tunazungumzia Edom ambayo iko mlimani, ambayo imezungukwa na mawe, ambayo inasema nani atakaye nishusha? Anasema atahakikisha watakuwa kana kwamba hawakuwa kamwe. Atafuta footprint yao, atafuta alama yao, atatoesha kiburi chao, atafuta historia yao, atafuta, na itakuwa kana kwamba hawakuwahi kuwepo. Ukisoma kwenye historia ya Biblia na historia zingine, utaona kuna miji iliyokuwa imejaa kiburi, Mungu aliifuta, na sasa tunaishia kusimuliana, na ukisimliwa unasema kuliwahi kutokea mtu wa namna hiyo, kuliwahi kutokea mwenye nguvu namna hiyo, kuliwahi kutokea wenye kutisha namna hiyo. Mungu akija kufuta, anafuta kana kwamba hawakuwahi kuwepo kamwe. Na kwa nukta hiyo, kuna jambo ambalo ningetaka kusema hapa muhimu sana, ya kwamba Mungu ameweka siku ya namna hii ili kutukumbusha ya kwamba ni mwenye rehema. Pamoja na haya yote ambayo yametokea kwa Edom, pamoja na haya yote ambayo yametokea kwa Edom, lakini Mungu bado ni mwenye rehema. Ile ya kwamba anawaletea ujumbe, angeweza kuwafuta bila kuwajulisha, angeweza kuangamiza bila kuwaletea taarifa. Ile ya kwamba amewaletea taarifa hii, Mungu anataka wasikie na wasikie na wasikie. Na kuletewa ujumbe hata kama ni mkali namna hii, ni kuonyeshwa huruma za Mungu. Nani ajuae wangetubu wakati neema ya Mungu na rehema za Mungu zipo? Mungu angegairi. Na nataka niseme na wewe ndugu yangu, haya tumesikia kuhusiana na Edom na kuhusiana na hiyo hukumu, na nakukumbusha kwamba iko siku ya Bwana inakuja. Nikukumbushe ile ya kwamba unayasikia haya ni mwaliko kutubu. Na huo mwaliko wa kutubu ni kwa sababu Yesu Kristo alikuja na kufa kwa ajili ya dhambi zako. Inawezekana umetenda mabaya yasiyosimlika. Inawezekana kwa viwango na vipimo umetenda mabaya yasiyosimlika. Lakini ile ya kwamba umesikia, umeonyeshwa huruma na Mungu. Kazi kwako kuipokea huruma ya Mungu au kuonyesha kiburi zaidi. Ukionyesha kiburi zaidi, ni uthibitisho ya kwamba Mungu amekusudia kukukaanga kwa mafuta yako mwenyewe. So Mungu akusaidie ya kwamba utaitikia ujumbe huu, utapokea huruma hizi, na utaikubali neema hii katika jina la Yesu Kristo. Tuombe. Baba, katika jina takatifu la Yesu, asante ya kwamba hata katika Agano la Kale, katika historia, katika vitabu vya manabii, na sasa tuko kwenye moja ya manabii wadogo, bado tunaweza kuendelea kuona huruma zako.
ile ya kwamba umeleta ujumbe wa hukumu, ile ya kwamba umeleta ujumbe wa ghadhabu na hasira yako, ni onyesho ya kwamba umekusudia watu watubu. Msaidie kila anayetazama ya kwamba ile anaendelea kusikia injili ni ujumbe ya kwamba mlango uko wazi bado, neema na rehema zingalipo. Umsaidie kufanya maamuzi. Ninaomba umsaidie kuinuka juu ya hicho kiburi, aweze kunyenyekea na kukubali mwaliko wa rehema hii na neema hii. Ninakutukuza kwa sababu ndivyo utakavyofanya, katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Ndugu, Mungu akubariki, na kama una jambo lolote ungependa kunishirikisha, karibu utazungumza hapo kwenye comment section nini ambacho umejifunza, na Mungu awabariki ambao mmekuja mahali hapa. Tutaonana kwenye siku ya 3 katika jina la Yesu Kristo. Iwe amani, utele na utoshelevu kwenye kila eneo la maisha yako. Shalom.